maisha yangu. Ramasika yendere basaka yanda ramamama. Thank you, Jesus. 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 Tunaungana na maelfu ya watu walioko duniani ambao wanakumbuka kile ambacho ulikifanya pale msalabani. Wakati adui alipokushika alijua amekumaliza, lakini siku ya tatu kaburi halikukuweza, kwa sababu tumefufuka pamoja na wewe na tumeketishwa pamoja na wewe, tulisulubishwa pamoja na wewe, tukaugua pamoja na wewe, tukateseka pamoja na wewe, lakini Bwana umeamua kufufua maisha yetu, umeamua kufufua kazi zetu, umeamua kufufua huduma zetu, umeamua kufufua karama zetu, umefufua vipawa zetu. Uliye nguvu zetu, uliye amani yetu, uliye msaada wetu,
kimbilio na nguvu, msaada unaonekana tele wakati wa mateso. Moyo wangu na kuabudu, moyo wangu na kuinua, moyo wangu na kutukuza, moyo wangu na kubariki. Hebu mwambie Bwana asante kwa kuingia nyumbani mwake Jumapili ya leo ambayo tunasherehekea kufufuka kwa Yesu, kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye hayupo tena kaburini, katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho mambo yetu yamefufuliwa. Hebu kwa sababu umepata nafasi ya kuingia asubuhi ya leo mbele za Bwana, usiwe mtu wa dini, mwambie Yesu asante. Tambua nguvu ya msalaba. Yule roho aliyemfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yetu, atauisha na miili yetu iliyo katika hali ya kufa, atauisha maisha yetu, atauisha mawazo yetu, atauisha kumbukumbu zetu, matakwa yetu na maamuzi yetu. Natamani kila mmoja mwambie tu Bwana asante. Kila mmoja kaa kwenye roho, mwambie Bwana asante kwa neema yako, mwambie Bwana asante kwa pendo lako, mwambie Bwana asante kwa wema wako, mwambie Bwana asante kwa uaminifu wako, mwambie Bwana asante kwa siku ya leo ambayo kaburi alikukushika. Kaburi alikukushika uliposhuka Bwana. Malaika wako alishuka akaliviringisha lile jiwe lilokuwa linazuia usitoke ndani ya kaburi. Na leo ninajua kwa kukumbuka kilichotokea katika ile bustani ya Getsemani, kuna jambo linatokea kwenye maisha yangu, kuna ukombozi unatokea kwenye maisha yangu, kuna upya unatokea kwenye maisha yangu, kuna nguvu zinatokea kwenye maisha yangu. Ramasika yendere basaka ya. Nilipokuwa naamka saa 9 saa 10 nadhani Mungu akawa ameniamsha, akawa ananifundisha tena kwa habari ya Pasaka. Akawa ananiambia jinsi gani ambavyo si watakatifu wa Bwana tunatakiwa tufurahie na kushangilia kile ambacho Mungu alikifanya kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kama unaandika, andika nguvu ya damu ya Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Kama unaandika, andika nini? Nguvu ya damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Unajua tuna Wakristo wengi sana ambao wamezoea kwenda kanisani, wamezoea kuabudu, wamezoea kusali, lakini hawaelewi kwa nini Yesu alikufa na kwa nini Yesu alifufuka, na wauoni uhalisia wa nguvu ya damu ya Yesu kwenye maisha yao. Rafiki yangu, usipojua nguvu ya damu ya Yesu, wokovu utakuwa ni mgumu sana. Wokovu utakuwa ni mzigo. Oh, yes. Na leo tuko na kanisa ambalo linatembea kwenye wokovu wa mzigo. Hawafurahii ile furaha ya wokovu, hawafurahii ile neema ya wokovu, hawafurahii ile raha ya wokovu, kwa sababu hawajajifunza nguvu iliyojificha ndani ya damu ya Yesu. Haleluya. Namshukuru Mungu ambaye alinipa nafasi ya kujifunza sana kwa habari ya damu ya Yesu. Amen. Kwa sababu sisi ni matokeo ya damu ya Yesu. Kama sio damu ya Yesu tusingekuwa hapa tulipo leo. Kama sio damu ya Yesu, shetani angekuwa na nguvu kwenye maisha yetu. Yes. Shetani angekuwa na uweza kwenye maisha yetu. Yes. Shetani angeweza kuyamiliki maisha yetu. Lakini kwa sababu ya nguvu ya damu ya Yesu, sisi tumekufa na Yesu anaishi ndani yetu kwa imani. Amen. Kinanda, piga kinanda. Yaani kuwa attention kwenye ibada. Kila mtu anayefanya kitu awe attention. Anayesema amen awe attention. Kila mtu akae kwenye attention. Nini ni ibada? Haleluya. Kama ni sauti ya amen, toa sauti inayoeleweka. Kama hiki toa sauti na yaani kama vile unahubiri na mimi. Haleluya. Mtu akisikia damu ya Yesu anafikia ni kama damu ya mbwa, ni kama damu ya wanyama. Yes. Ni kama damu ya ndege, ni kama damu ambayo watu wanatoa kafara. Lakini sikia nikwambie, hiyo ni sadaka ya hali ya juu, ya kiwango cha hali ya juu ambayo Mungu alitoa kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu aliyekuwa ameuzwa bure. Amen. Kusoma kitabu cha Isaya pale kuna mahali anasema, Isaya ngapi? Kwamba nanyi mtakombolewa bila fedha kwa sababu mliuzwa bure. Oh, akasema yes. Amka, amka, e binti Sayuni, jivike nguvu zako, e binti Sayuni. Oh, yes. Ondoka katika majivu kwa sababu uliuzwa bure. Yes. Na wewe binti Sayuni utakombolewa bila fedha kwa sababu uliuzwa bure. Amen. Sasa Mungu alikuwa anamaanisha nini? Binti Sayuni ni kanisa. Yes. Kwamba kuna majira yatafika, kuna wakati utafika, oh, yes, ambao tulikuwa tumeuzwa kwenye dhambi, tumeuzwa kwenye laana, tumeuzwa kwenye utumwa. Yes. Tumeuzwa kwenye madeni, tumeuzwa kwenye maumivu. Yes. Lakini saa itafika, oh, yes, ambayo Kristo atadhihirishwa duniani. Oh, yes, na atayanunua maisha yetu. Damu ya Yesu ni zaidi ya pesa. Amen. Nanielewa? Amen. Damu ya Yesu, kwa sababu tuliuziwa wapi? Tuliuziwa kwenye bustani. Yes. Wakati Adamu alipotenda dhambi na Eva,
wakakataa maagizo ya Mungu. Yes. Kulitokea na mamlaka ambayo shetani alipokea ya kutuweka chini ya himaya yake. Oh, yes. Hapo ndipo ambako magonjwa yaliingia. Yes. Hapo ndipo ambako shida ziliingia. Yes. Hapo ndipo ambako kuzaa kwa uchungu kuliingia. Yes. Hapo ndipo ambapo mateso ya kila aina yaliingia. Oh, yes. Lakini Mungu hakuwahi kuridhika kumwona mwanadamu anaishi chini ya mateso. Wakati Mwanzo 1:26 wazo la Mungu la kumuumba mwanadamu, alisema tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, Yes. wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Amen. Moyo wa Mungu ulikuwa bado unahuzunika. Yes. Akijua kuna siku huyu mwanadamu ambaye ameuzwa bure na hati ya mashtaka shetani anayo. Yes. Alikuwa anatafuta namna ya kumrejesha mwanadamu, ile sura na mfano wa Mungu irejee ya kiroho. Sisi ni roho, tunakaa ndani ya mwili. Amen. Tukizungumzia damu ya Yesu ni kitu cha kiroho. Amen. Ndio maana huwezi kuiona kwa macho ya damu na nyama. Oh, yes. Maana wewe ni mtu wa rohoni. Amen. Mtu wako wa rohoni ana damu. Oh, yes. Lakini damu ya mtu wako wa rohoni sio damu hiyo iliyotokana na baba yako. Yes. Ni damu iliyotokana na Yesu Kristo. Amen. Amini roho. Amen. Haleluya. Amen. Mimi ni roho. Amen. Ndio maana ninashinda ndani ya roho. Amen. Ninaweza mambo yote katika nitia nguvu ndani ya roho. Amen. Kwa hiyo damu ya Yesu ilikuja ili kurejesha ule uungu kwenye maisha yetu. Amen. Ili kurejesha ule uzima. Haleluya. Amen. Ili kuleta uwezo. Ndio maana Yohana 1:12 akasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Amen. Ilikuja kutupa uwezo wa kuitwa watoto wa Mungu. Amen. Kuna watu wananitazama leo, wanadhani wao ni watoto wa umaskini. Wanadhani wao ni watoto wa maumivu. Yes. Wanadhani wao ni watoto wale wazazi waliowazaa ambao hawakuweza kuwasomesha. Yes. Hawajaweza kuwajali. Yes. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Damu ya Yesu ni damu ambayo imekupa mamlaka na uwezo wa kuitwa mtoto wa Mungu. Amen. Damu ya baba yako ilikuzaa mara ya kwanza. Yes. Lakini damu ya Yesu ilitumika kutuzaa mara ya pili. Amen. Punguza mziki kidogo. Damu ya Yesu ilituzaa mara ya pili. Sasa nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu, nitataja baadhi ya vitu vingi kidogo, na naamini kabisa wewe unayesikiliza hili somo, baada ya hili somo kuna kitu kikubwa ambacho kitaumbika ndani ya maisha. Amen. Cha kwanza amesema hivi, imetufanya kuwa karibu na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Singua Efeso 2:23. Haleluya. Utakuwa unasomea tu maandiko haraka ili niweze kwenda haraka kidogo. Efeso 2:23 nimesema hivi, damu ya Yesu imetufanya tuwe karibu na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Anamaanisha nini? Zamani baada ya kutenda dhambi tulikuwa mbali na Mungu. Yes. Na nielewa Amen. Tuliwekwa mbali na nani? Mungu. Kulikuwa kuna, ndio maana Mungu alipokuwa anakuja kwenye bustani hakumkuta tena Adamu mahali alipokuwa amemweka. Oh, yes. Akaanza kumtafuta, Adamu uko wapi? Sio kwamba alijificha kimwili, hapana. Lakini ule uwepo wa Mungu uliondoka. Kwa hiyo yeye na Mungu akawa hawawezi tena kukutana. Oh, yes. Kwa sababu walikuwa wakutani kimwili, walikuwa wanakutana kiroho. Amen. Kuna mtu anaweza kanielewa? Amen. Damu ya Mungu ilikuwa inawaunganisha pamoja. Yes. Kwa walipotenda dhambi, manake ule muunganiko, ule kutaniko liliondoka, na Mungu lengo lake kumupa mwanadamu ni ili awe na mahusiano na yeye, awe na mawasiliano na yeye, aongee naye kwa habari ya dunia aliyokuweka. Amen. Kama Zaburi inavyosema 113:16-115, mbingu ni mbingu za Bwana, nchi amewapa wanadamu. Amen. Kama Mungu ameziumba mbingu akakupa wewe nchi, manake anataka asemezane na wewe, aojiane na wewe, apate muda na wewe. Amen. Aweze kukueleza kwa habari ya wewe kutawala na kumiliki kwenye nchi. Soma hapo Efeso 2:13. Kitabu cha Efeso 2:13 nasema, lakini sasa katika Kristo Yesu, katika Kristo Yesu, ninyi nanyi mlikuwa mbali hapo kwanza. Sikiliza, nanyi mlikuwa wapi? Mbali hapo kwanza. Mlikuwa mbali. Nini kilichotuweka mbali? Bustani. Kilichotokea kwenye bustani. Amen. Kilituweka wapi? Mbali. Haleluya. Amen. Malizia. Mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Sasa mmekuwa karibu kwa damu yake nini? Kristo. Bibi, unaelewa? Amen. Hapo mwanzo mlikuwa mbali. Ndio maana ule umbali ulisababisha wanadamu waanze kumtafuta Mungu mwingine. Wengine wakaanza kuabudu sanamu. Yes. Wengine wakaanza kuabudu miti. Yes. Wengine wakaanza kuabudu mawe. Yes. Wengine wakaanza kuabudu watu. Kwa yes. sababu walikuwa hawana connection na Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana. Amen. Walikuwa mbali. Maanake walikuwa hawezi kuongea na Mungu,
hawezi kumsikia Mungu. Yes. Hapo mwanzo mlikuwa mbali. Kwa sababu gani? Ya dhambi. Oh yes. Na kila mwanadamu anavyozaliwa anakuwa mbali na Mungu kwa sababu ya dhambi ya asili. Oh yes. Sasa damu ya Yesu imetuleta karibu na Mungu. Oh Kivipi? Yes. Unapoitumia damu ya Yesu, yes, Mungu akikuangalia akuoni wewe, anaiona damu ya mwanae. Oh yes. Haangalii madhaifu yako, haoni elimu yako, yes, haoni umaskini wako, yes, haoni hali zako, yes, anaiona damu imesimama. Na anapoiona damu kunakuwa na access ya yeye kuweza kuwasiliana na wewe. Amen. Kwa sababu damu imefuta kila kitu. Amen. Unakumbuka kwenye Agano la Kale wakati alipokuwa wanaambiwa wachinje kondoo na ng'ombe, wanyunyize damu kwenye madhabahu. Walikuwa wanakuja wananyunyiza damu kama hivi kwenye madhabahu, wananyunyiza damu. Manake Mungu alikuwa akishuka kwenye madhabahu, anaiangalia ile damu iliyonyunyizwa. Amen. Ndio inampa access ya kuingilia kati maisha ya watu. Amen. Lakini kafika mahali Mungu akasema majira ya kunyunyiza damu za mbuzi, za kondoo, za ng'ombe yameisha. Amen. Atajitoa yeye mwenyewe uhai wake. Oh, yes. Na hiyo damu itanyunyizwa ndani ya mioyo yetu. Amen. Ndio maana kitabu kile cha Acts, Matendo ya Mitume 7 mstari ule wa 18 anasema 17:28 anasema ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kwa hiyo damu ya Yesu imenyunyizwa ndani ya mioyo yetu. Amen. Kwa Mungu akija sasa hivi aangalie madhabahu kama hii, yes, anaiangalia mioyo yetu. Amen. Kanisa limegeuka sio hekalu tena. Kanisa linakuwa ni moyo wako. Amen. Kanisa ni wewe. Amen. Kilichosababisha wewe kanisa linalotembea ni ile damu ya Yesu ambayo inanena mema. Amen. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena Damu inanena mema. Inanena Damu inanena mema. Inanena Damu inanena mema. Inanena Damu inanena mema. Inanena mema. Unajua kuna watu hawajui kwa nini tuna kiburi. Yes. Kwa nini tunaongea kwa ujasiri? Oh yes. Kwa nini hatuogopi? Yes. Ni kwa sababu kuna damu nyingine ambayo inatembea huku ndani yetu. Amen. Magonjwa yakija yanakutana na damu nyingine. Oh yes. Umaskini ukija unakutana na damu nyingine. Oh yes. Mateso yakija yanakutana na damu nyingine. Oh yes. Dhambi ikija inakutana na damu nyingine. Oh yes. Ambayo inaweza ikasafisha dhambi. Amen. Inaweza ikaondoa dhambi. Amen. Yes. Sasa anakuambia damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Abili. Amen. Manake kama sadaka ya Abili ilipokelewa, yes, kwa sababu ya damu alizokuwa nazitoa za wanyama, oh yes, manake sadaka yako itapokelewa zaidi, oh kwa yes, sababu ya damu ya Yesu inayonena mema. Amen. Na unajua kwa nini damu ya Yesu inanena mema wapendwa? Kuna kwenye mazingira tunayoishi, kwenye dunia tunayoishi, yes, watu wanatunenea mabaya. Oh yes. Watu wanatutamkia mabaya. Oh yes. Kuna wengine mlinenewa mabaya kabla hata mjazaliwa. Oh yes. Kuna wengine ni bibi zenu walinenewa mabaya kwamba wewe na kizazi chako umelaaniwa. Ndio. Wengine ni babu zenu. Wengine ni watu waliowalea. Mlikuwa mnakuwa, mamako anakuambia wewe ni mbwa tu, wewe ni mjinga tu, ili toto sijui limetoka wapi, wewe ni mzito sana, wewe sijui ni mkoje, sijui wewe ni mzembe, wewe ni kobe tu, wewe ni konokono. Kuna wazazi walikuaga hawana Mungu, wanatamka maneno magumu. Oh, wewe yes, utaolewa, wewe utashinda. Kwa tunakuwa kwenye mazingira ambayo maneno mabaya, maneno ya kushindwa, oh, yes, yametuzunguka. Oh yes. Kwa sababu wewe ni matokeo ya maneno. Yes. Biblia inasema tumbo la mtu litashiba matunda ya kinywa chake. Amen. Kwa maisha yetu kiuhalisia huwa yanashiba maneno yaliyotamkwa na maneno tuliyotamka. Oh yes. Kwa maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Methali 18 ile 21 kwamba umetegwa kwa maneno ya kinywa chako na umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Lakini mauti na uzima vipo kwenye uwezo wa ulimi. Amen. Nao upendao watakula matunda yake. Amen. Sasa kuna maneno ya mauti yaliyotamkwa kwenye maisha yetu. Oh yes. Kuna maneno ya kushindwa yaliyotamkwa kwenye maisha yetu. Oh yes. Kuna maneno ya uovu yaliyotamkwa kwenye maisha yetu. Oh yes. Na hayo maneno huwezi kuyashinda tu kwa kuamka na kusema mimi siwezi kushindwa kwa maneno ya kinywa chako na kwa mwili wako huo. Yes. Lazima kuwe na damu
damu ambayo imemwagika kwenye madhabahu ya Mungu, ambayo ni madhabahu ya mwili wako. Haleluya. Amen. Na hiyo damu ikiachiliwa kwenye madhabahu ya mwili wako inaongea mema. Inaenda kupita, inaangalia pale ambako uliambiwa wewe ni mjinga, inasema wewe ni mjanja. Pale ambako uliambiwa ni maskini, inasema wewe ni tajiri. Pale ambako uliambiwa ni mgonjwa, inasema wewe sio mgonjwa. Pale ambako uliambiwa utaweza, inasema unaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Pale ambako uliambiwa huwezi kuwa kile Mungu ametaka, inakia inasema huyu ni mwanangu, nimemchora kwenye vitanga vya mikono yangu, nitamtumia kama mimi nitakavyo. Pale ambapo ilisema utatumikia miungu ya kwenu, damu ya Yesu inaingia na kuchukua katikati ya hicho kizazi. Anasema huyu ni kuhani wangu, nimemfanya kuwa kuhani na atatumikia mimi. Ndio maana tunaambiwa damu ya Yesu ilitununua. Ufunuo 5:9-10. Akasema mwana kondoo aliyechinjwa akamnunulia Mungu watu kwa damu yake, wa kila kabila, wa kila taifa, na alipowanunua akawafanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Nao wanatawala. Sema natawala. Sema natawala. Sema natawala. Kwa hiyo damu ya Yesu, wapendwa, inanena mema. Sijui unayenisikiliza, sijui unanitazama, kwamba nini ambacho kimeongea kwenye moyo wako. Nini ambacho kinasema sasa hivi? Inawezekana mfuko wako haukunenei mema. Inawezekana akaunti yako haikunenei mema. Inawezekana bosi wako hakunenei mema. Inawezekana mahusiano yako hayakuonyeshi jema lolote. Lakini leo nakwambia Yesu amefufuka. Na kwa sababu hiyo inanena mema. Kilichosababisha damu ya Yesu inene mema ni nini? Tunaambiwa alipokufa. Haleluya. Alishuka kuzimu. Sema alishuka kuzimu. Alishuka kuzimu. Akaenda akamnyang'anya shetani funguo. Funguo za huzuni. Funguo za mateka. Funguo za mateso. Funguo za uharibifu. Akapanda nazo mbinguni, akanikabidhi mimi Lightness. Ambaye nilikuwa nimepangiwa nisiwe na ndoa. Ambaye nilikuwa nimepangiwa nisisome. Ambaye nilikuwa nimepangiwa nisiwe na magari. Ambaye nilikuwa nimepangiwa nisiwe na nyumba. Ambaye nilikuwa nimepangiwa nisiwe na wokovu. Ambaye nilikuwa nimepangiwa nisiwe na watoto. Yesu Kristo alivyoshuka kuzimu, akamnyang'anya shetani funguo za mamlaka na ile hati ya mashtaka ya kwamba hawa wanakuaga wachawi, hawa wanakuaga wezi, hawa wanakuaga vipofu, hawa wanakuaga na sukari, hawa wanakuaga na pressure, hawa wanakuaga na ukichaa. Akaichukua ile hati ya mashtaka, akapanda nayo. Haleluya. Akafika kwenye msalaba wa Golgotha, akaipigilia ile hati msalabani. Akasema kuanzia sasa hii hati ya mashtaka haitanena kwa habari ya watoto wangu, haitanena kwa habari ya kanisa. Wote watakao nipokea, wote watakao iamini damu yangu, badala ya mashtaka yale itawanenea mema. Akaja kwenye maisha yangu, akaniambia mwanangu, hati ya mashtaka ninayo. Sasa ninakupa ufunguo. Chochote utakachokifungua duniani, mbinguni kimefunguliwa. Utakachokifungua mbinguni, duniani kimefunguliwa. Utakachokifunga duniani, Rama sika yanda, duniani kimefunguliwa. Mbinguni kimefungwa. Wewe ndio una mamlaka sasa. Shetani hana mamlaka tena. Shetani hana mamlaka juu ya kazi yako. Shetani hana mamlaka juu ya afya yako. Shetani hana mamlaka juu ya watoto wako. Wewe ndio una mamlaka. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Damu inanena mema. Damu ikanene mema. Ikanene mema. Ikanene mema. Nakumbuka kipindi fulani nilikuwa napitia kwenye umaskini wa hali ya juu. Umaskini, wapendwa, umaskini. Ukoo wetu uliuzwa kwenye kijiji cha umaskini. Kama mtumishi alivyosema kwa habari ya Ijumaa, ukoo wao kufungwa kwenye kijiji cha umaskini. Ukoo wetu pia ulikuwa umeuzwa huko. Tulikuwa tunaishi kwenye dimbwi la umaskini. Hata kama ukiwa unasoma upati maisha. Unajua maskini hata ukimpa hela haisimami. Siku maskini akipata hela ndio anaugua.
Siku maskini akipata hela ndio anafiwa. Yes. Siku maskini akipata hela ndio nyumba inaungua. Yes. Siku maskini akipata hela ndio majanga yanatokea. Yes. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kuna kibao kimeandikwa no money, stop. Uende shule, ufanye kazi kwa bidii, yes. ufanye biashara kwa bidii, yes. Ulimwengu wenu wa pesa umekamatwa. Oh, yes. Mimi ni miongoni mwa mabinti waliokuwa kwenye familia kama hizo. Oh, yes. Lakini nikatembea kwenye hali hiyo kwa miaka mingi sana. Siku moja nadhani nimeshaolewa, nikawa namwangalia mume wangu yana roho ya maskini, ila mimi nilikuwa na hiyo roho ya maskini. Akawa ni mtu ambaye anapata hela kiwepesi. Oh, yes. Mambo yake yanaenda, vitu vyake vinaenda. Oh, yes. Yaani alikuwa ngangani. Nikawa nasema kumbe inawezekana ukawa kwenye wokovu, alafu swala la hela kwako likawa jepesi. Yaani lisiwe la kuumiza sana kichwa. Oh, yes. Mbona mimi nateseka sana? Mbona mimi hata kupata 5,000, 10,000 ni ngumu? Na hata nikiipata haisimami na sioni ninachofanyia. Oh, yes. Maskini hata kinunua nguo inachakaa. Maskini akila chakula kizuri anavimbiwa. Oh, yes. Huwezi kunielewa. Maskini akilala kitanda kizuri hapati usingizi. Yes. Sasa nikawa napitia hiyo hali na nilikuwa naona kesho yangu ambayo Mungu anakuja kunitumia, na nikagundua kabisa hii roho ya umaskini isiponiachia kuna viwango siwezi kwenda. Oh, yes. Kwa sababu ukimtumikia Mungu kama hivi lazima uwe na hela. Amen. Sio kama ni uongo. Hapa hatuneni kwa lugha vitu vitokee. Hii ni hela. Amen. Si kweli jamani? Hizi kamera ni hela, speaker ni hela, vinanda ni hela, kanisa hili ni hela. Amen. Kwa hiyo lazima roho ya umaskini ivunjike. Na ndio maana makanisa mengi yanateseka na ngangana kwa sababu watumishi wa Mungu wamebeba roho ya umaskini. Oh, yes. Na nikajua nakuja kutumikia watu, nakuja kuwawekea watu mikono. Nitawabarikije watu wakati mimi niko kwenye dimbwi la umaskini? Nitawafunguaje kwenye roho za umaskini wakati na mimi nimefungwa? Na Biblia inasema kipofu hawezi kuongoza kipofu mwenzake. Mfungwa mfungui mfungwa mwenzake. Oh, yes. Lazima ufunguliwe kwanza ndio uweze kumfungua mwingine. Amen. Kwa nilijua kabisa ukifika wakati wangu wa kudhirishwa, nikiwa ndani ya hilo ya umaskini, nikiwekea watu mikono watakuwa maskini times 2, times 3, times 4. Yes. Kwa sababu kifungo kitakazwa. Maana kilicho ndani yangu kitaingia ndani yao. Oh, yes. Nikamwambia Bwana no. Nilipo kipindi fulani nikiwa nakaa Rombo, nimechoka, nimepigika, umaskini ni mwingi. Nikaingia kwenye maombi, kill me or bless me. Niue au nibariki. Nikawa naitumia damu ya Yesu. Nataka ushe nguvu ya damu ya Yesu. Amen. Kwenye kila eneo. Sababu naizungumzia damu ya Yesu. Kwamba inanena mema. Amen. Na shetani hawezi kwa namna yoyote kushinda damu ya Yesu. Amen. Kwa hiyo nikawa ninaomba yale maombi, niue au nibariki. Amen. Nimechoka kutembea kwenye umaskini. Sikiliza, kama utafika level hizo, kama utakuwa na hasira ya kuchukia umaskini hautakuachia. Amen. Utakung'ang'ania kwa sababu unakuwa na uhalali wa kuyang'ang'ania maisha yako. Yes. Na maono mengi yamezuiliwa na roho ya umaskini. Yes. Haleluya. Amen. Nikaingia kwenye fuko, alikuwa ananyonyesha na nilikuwa mjamzito, lakini sikuangalia hali ya mwili wangu ya kwamba nanyonyesha au ni mjamzito. Nakumbuka kabisa nikasema siachi kunyonyesha kwa sababu ya ujauzito, kwa sababu nilipokea mimba haraka nikiwa bado mtoto, nadhani alikuwa na mwaka mmoja. Nikasema maadamu maziwa ya msumbui hapaliwi, ana shida yote, acha aendelee tu kunyonya mpaka siku nitaona anakataa mwenyewe. Lakini ni hasira ilipoingia Roho Mtakatifu. Oh, yes. Hasira ya nani jamani? Ya Roho Mtakatifu. Hasira ya nani jamani? Ya Roho Mtakatifu. Nilikaa rama sikayanda. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kwa nini natembea kwenye hali hii? Siku moja nikiwa kwenye maombi kama siku ya 20 na ngapi nakumbuka, Mungu akawa wekea sana moyoni kuomba kwa habari ya kupambana na hiyo roho ya umaskini. Oh, yes. Akaniambia umaskini ni stronghold. Oh, yes. Nakumbuka siku moja nimeomba usiku kucha, nimeomba. Asubuhi mume wangu akawa ameenda kazini. Nikasema acha nipumzike kidogo, na mtoto alikuwa amenichosha. Wakati nimelala kidogo, ghafla nikachukuliwa na maono ya asubuhi. Nikaiona mikono yangu imevaa gloves za chuma. Naongea ukweli wa Mungu. Oh, yes. Nilipoona mikono yangu ina gloves za chuma, nikawa naona nashika hela zinakimbia, zinateleza, hazikai kwenye mikono yangu. Yes. Zinaondoka, hadi siwezi kuzishika, kuzigrasp. Gloves ni ya chuma alafu yanateleza. Mungu akaniambia hiki ndicho kinachotesa ukoo wako. Oh, yes. Hiki ndio kinachokuzuia usishike pesa. Oh, yes. Hauwezi kushika pesa kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho umevalishwa hizi gloves. Amen. Lazima uzivue. Oh, yes. Ili uweze kushika pesa. Amen. Akaniambia anza kuitumia damu ya Yesu kupambana na hizi gloves za chuma ambazo mmevalishwa kama familia. Oh, yes. Ili uweze kutawala utajiri na kumiliki utajiri. Amen. Ili uweze kukutumia. Amen.
Ndipo nilipoanza kuita damu ya Yesu. Oh yes. Sikuweza kusema maneno mengine kwa sababu sikuwahi kujua mikono yangu iko vile. Nikasema kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ninajivua hizi gloves za chuma. Damu ya Yesu, ripo saka yanda rapa sikata mama. Nina mikono yangu hivi, nazivua kwa damu ya Yesu. Nazivua kwa damu ya Yesu. Najua damu ya Yesu inaweza kuvua. Rafiki yangu ghafla nikasikia kama damu zimekuja kwenye mikono yangu. Zile gloves zikaanguka, alafu mikono yangu ikawa huru. Amen. Ninasema mbele za Bwana, ninaongea kwenye hii madhabahu ya Bwana. Amen. Hazikupita wiki 3. Mungu alinipa biashara ambayo sikutegemea kwenye maisha yangu. Amen. Kwamba nitapata biashara kama ile. Amen. Na kwa muda kama wa miezi 6 mpaka miezi 8 9 nilikuwa nimeshika zaidi ya milioni 60 kwenye ile biashara. Amen. Uwezi amini. Yaani mzunguko ambao ulikuwa umeshazunguka kwenye maisha yangu zaidi ya shilingi milioni 60. Amen. Chini ya mwaka mmoja. Amen. Ile pesa ilirejesha pesa zangu zote ambazo nilipotezaga kwanza nimezaliwa. Amen. Ndio maana damu ya Yesu inakujenga na kitu urejesho. Amen. Tulijikuta tumejenga haraka. Oh yes. Tulijikuta tunalima, yani tunafanya vitu vikubwa kwa sababu madhabahu ya umaskini ilianguka. Amen. Kwenye kijiji kile kile, kwenye eneo lile lile, kwenye mazingira yale yale, Mungu alifungua mikono yangu, hela zikaingia mikononi mwangu. Nasema Mungu ni shahidi. Nilikuwa na hesabu hela, nashindwa kwa sababu na mikono, naenda pale benki, Rombo, CRDB, nina hesabu na mashine. Amen. Mimi ambaye nilikuwa ni maskini. Yes. Mimi ambaye nilikuwa naitafuta shilingi 50 na kunguta kila mahali. Kumbe mikono yangu ilikuwa imevalishwa gloves za chuma. Lakini damu ya Yesu ikanena mema. Amen. Mchungaji aliyefundisha na Dania. Ndio maana mchungaji asiyekuwa na shuhuda usimuelewe. Mtumishi ambaye hatuamini nini kwa amemtendea, anatuficha Biblia, hajaiapply kwenye maisha yake, haijaleta mwanga kwenye maisha yake, haijaa mwili kwenye maisha yake, usimuelewe. Wanataka kwanza nisikie anachokifundisha, alikitumiaje, akaleta matokeo gani, ili niweze kuipokea hiyo roho kutoka ndani yake na mimi nitumie. Sema mambo hayo yaliandikwa kwa jinsi yamefanya, yakaandikwa ili kutufikia sisi tunaoheshimishwa. Tunaposoma Biblia ni shuhuda za watu Mungu alizowatendea. Amen. Na leo tunainuka kwa sababu ya hizo shuhuda. Amen. Na sisi pia Mungu akutengenezea ushuhuda. Amen. Ukiingia kumfundisha mtu damu ya Yesu, kutana na encounter of the blood of Jesus. Amen. Kutana na kitu. Hallelujah. Amen. Nina cha kusema. Amen. Kwamba gloves za chuma ziling'olewa. Amen. Na kuanzia kipindi kile nimepitia changamoto, nimepitia vitu vingi, lakini pesa hajawahi kukimbia kwenye mikono yangu. Amen. Kama kipindi kile zamani. Amen. Kwa sababu nilipatanishwa naye. Amen. Na kila siku huwa naendelea kuomba. Zile gloves zisirudi kwenye mikono yangu kwa jina la Yesu. Huwa siachi kuomba. Kwa sababu najua zipo kwenye ulimwengu wa roho. Nikizembea tu zinarudi zinanivaa. Oh yes. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo inanena nini? Mema. Cha 3 inaleta ulinzi katika mwili, afya, familia, biashara, ndoa. Inaleta nini jamani? Ulinzi. Inaleta nini jamani? Ulinzi. Inaleta nini jamani? Ulinzi. Sikiliza. Unahitaji tu kujilinda kwa kuweka mbwa. Unahitaji tu kujilinda. Yaani sio kwa vitu gani? Hapana. Ukiwa unajua nguvu iliyo ndani ya damu ya Yesu, hata vitu vyako vinalindwa. Amen. Kwa sababu kazi yake inalinda. Amen. Yaani vinakuwa havijafunikwa tu na nyumba, lakini vimelindwa na Yesu. Ndio maana nikasema waulindao mji wakesha bure. Yaani ukiamua kulinda vitu vyako mwenyewe, maana yake unavilinda mwenyewe. Yes. Unakesha bure. Amen. Lakini Bwana asipoulinda mji, waulindao anakesha bure. Kwa maana yake nini? Damu ya Yesu inalinda. Amen. Kwa nini inalinda? Kwa sababu tukisema damu ya Yesu, maana yake Yesu anakaa ndani yako na wewe ndani yake. Amen. Si mnanielewa eh? Amen. Kwa maana yake chochote kibaya kikija hakikukuta wewe, kinamkuta Yesu. Amen. Na kwa sababu Yesu ni mshindi, hakuna kinachomshinda Yesu. Amen. Mnanielewa? Amen. Mnanielewa? Amen. Yesu anaweza. Amen. Yesu analinda. Amen. Yesu anatunza. Amen. Vitu vyetu vinalindwa na Yesu. Amen. Watoto wetu wanalindwa na Yesu. Amen. Kila siku napoamka asubuhi naombea watoto wangu na mume wangu anaombea watoto wangu. Mimi watoto wangu hawaugui ya kwenda kupeleka hospitali.
Yaani kama nimepeleka mtoto hospitali akalazwa sikumbuki. Ni mara moja tu sio fever alipelekwa tena akawekewa drip siku moja na akatolewa siku hiyo hiyo. Yaani watoto wangu haugui na ni wamebebana kwa sababu gani? Ulinzi wa damu ya Yesu. Amen. Hata wale vitu vya ajabu kwa shuleni wanalindwa. Amen. Wanalindwa. Amen. Kwa sababu kila siku tunawatamkia asubuhi, wakiamka asubuhi wanakuja chumbani tunawafunika kwa damu ya Yesu. Amen. Wakilala usiku tunawafunika kwa damu ya Yesu. Amen. Na tunawaambia mtaishi sio chini ya miaka 100. Basi kama mtoto wangu akisikia mtu amekufa kwa sababu mama, kwani alikuwa na miaka 100? Mbona amekufa? Kwa sababu ameshazoea, tunamwambia damu ya Yesu kulinde na ikutunze, hautakufa chini ya miaka 100. Kila siku anakiri ya maneno. Kwa anajua kabisa kifo chao hakitakuja chini ya miaka 100. Kwa sababu ya ulinzi wa damu ya Yesu. Amen. Inalinda. Amen. Inalinda. Amen. Inalinda. Amen. Wapo ushuhuda mwingine? Amen. Na ujua lakini naupa vizuri kwa sababu yenu na wale wanaonisikiliza. Amen. Kipindi kile niliwaambia kwamba nilikutana na changamoto kule Dar es Salaam. Wakati nilipokuwa nimemaliza chuo, nikakaribishwa Morogoro kuhubiri kwenye kanisa moja la TAG. Nilipomaliza Morogoro, nakumbuka nilikuwa na kipindi Star TV. Watu wakawa wanakiona kile kipindi, nilikuwa naimba. Kwa ni nyimbo zilirushwa. Kwa kuna mwimbaji mmoja wa Injili aliona ile nyimbo. Na yule mwimbaji alikuwa ananifahamu kwa sababu alishakujenga kanisani kwetu. Kuhudumu. Kwa hiyo akanifahamu kwa namna ile. Na akawa na namba yangu ya simu. Aliponiona Star TV, akaniambia niende Dar es Salaam ili akanisaidia nipate wasambazaji. Miaka 2011 kama sio sisi. Kipindi hicho ulikuwa ukiimba unatafutia wasambazaji. Kama una msambazaji wale kila GMC, nyimbo zako haziendi popote. Unaelewa? Amen. Kwa mimi kwa sababu alikuwa ameokoka, nikaamini kabisa kwamba ninapoenda anaenda kunisaidia kupata msambazaji sababu naye anasambaziwa. Amen. Kwa niliamini anafanya kama kaka katika Kristo. Lakini nakumbuka wakati natoka Morogoro, Mungu alikuwa ananishawishi sana ndani yangu, jifunike kwa damu ya Yesu. Jifunike kwa. Mimi nikahisi kwamba labda ni ajali. Naenda kukutana naye. Kwa hiyo nikaa barabara nzima mimi nilikuwa naimba wimbo fulani unaitwa Damu ya Yesu. Nilikuwa na wimbo wangu mimi nimerekodi. Unaitwa Damu ya Yesu. Damu. Damu. Damu yako ni ya thamani. Kwa nikawa naimba ile damu hii nimelindwa na damu ya Yesu. Mpaka nikafika Dar es Salaam. Nikakuta amenitafutia hoteli inaitwa Lunchtime. Iko pale Mabibo. Na akaniambia kuna hoteli fulani nimekubukia mtumishi wa Bwana, nenda ukalala. Lakini ule wimbo ndani yangu, damu, kasema ni kitu gani? Mbona uishi wimbo ndani ya moyo wangu? Kwa nikawa hata na wimbo sasa. Ilimwagika salabani, nikawa na wimbo ule wimbo. Nilipofika kwenye hoteli, jamani walokole, inabidi tusiwazoe yaani unajua nilikuwa na ulokole ambao sijawahi kuumizwa, yaani sijawahi kukutana na wanaume wabaya. Kwa hiyo mimi nilikuwa na ule ujinga wa kilokole. Nimeambiwa tukutane hotelini, nikaenda hotelini, chumba nikaingia, na alikuwa yupo. Baadaye akaja. Na nilipokuja akaenda kikao chetu tutafanyia kwa sababu vile vile vilikuwa vina baraza. Tutafanyia barazani. Amen. Kwa mimi niliona jamani, kweli Mungu ni shahidi, nilikuwa siye kulala na mwanaume. Kwa hiyo nilikuwa najua wanaume wote ni wazuri, yani hawezi kunifanyia chochote. Nilikuwa na ujasiri. Na sikujua kama mtu aliyeokoka anaweza akawa vile. Aswa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Lakini nilikuwa naendelea na ule wimbo wangu ndani. Akaja, akaambia kuna watu, akanawapigia simu, wanakuja hivyo. Ghafla akawa ameingia chooni. Na kumbe alivyoingia alikuwa amefunga mlango, akawa ameweka ufunguo mfukoni, mimi sikujua. Alivyoingia chooni, kilichotokea alitoka uchi wa mnyama. Alitoka uchi wa mnyama. Yes. Alipotoka uchi wa mnyama, ule wimbo ndani yangu kaa kama unaongezeka, lakini bahati nzuri nilikuwa nimevaa suruali yangu, jinsi na mkanda na t-shirt. Na akaniambia maneno machache, akaniambia, "Leo nataka nilale na wewe." Nikamwambia Mungu, inakuwaje mimi nakutana jaribu kubwa kama hili? Wakati mimi sikutegemea, nilijua najua huyu mtu ni mtu mwema. Nikamwelezea yule kaka kwamba tafadhali usifanye hichi kitendo kwangu. Yes. Kwa sababu ni kama alikuwa ametumia dawa. Yes. Alikuwa na manguvu, alikuwa na vibe la kwenye huo ulimwengu, si mnalijua ile vibe. Amen. Kwa hiyo mimi nikasema, nikaogopa kwa sababu nilikuwa sijakutana na mwanaume. Nakumbuka cha kwanza nikampigia magoti, nikamwambia kaka, sijawahi kulala na mwanaume. Usinifanye hivi. Akaniambia wewe ndio nakutaka. Yaani mambo hujawahi? Akawa kama anashangilia kwamba sasa mimi ndio namfaa kwa vile sijawahi. Akaniambia unajua kwa nini? Nataka nizae na Mmachame. Azae na Mmachame. Lakini ndani yangu nikasema damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanilinda. Mimi nachojua sizini. Nikakumbuka ile story ya nani chap ya Yusufu. Vile ambavyo alikataa, akapigana
mpaka akaacha nguo. Nikasema leo nitapigana mpaka kieleweke. Amen. Nikaanza kupigana naye, tunapigana, akafanikiwa kunivua nguo ya juu. Nikabaki na brazia. Akafanikiwa kuvua brazia. Naongea ukweli, lakini hakuweza kuvua suruali. Lakini ikafika mahali nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia, yaani nasikia hasira ya kwamba hii dhambi sitendi. Hii dhambi sifanyi. Ni star. Ningelala naye ningekuwa star. Ila nikasema hii dhambi sifanyi. Damu ya Yesu leo itanitetea. Sijui itashukaje, sijui itamfanyaje, ila mimi nachojua kuna nguvu ya Mungu itashuka hapa na Mungu atanitoa hapa. Kwa sababu sikuingia kwa makusudi. Moyo wangu na dhamiri yangu ilikuwa safi. Amen. Nikamwambia, ulishaona mwanamke anaua mwanaume? Nilimwangalia usoni kwanza kwa ujasiri. Nikamwambia kwa damu ya Yesu leo nakuua. Nakumbuka maneno aliyosema. Nikamwambia leo ninakuua. Sasa nawaza namuuaje? Nikasema ile kwa damu ya Yesu. Nilivyosema ile kwa damu ya Yesu, nikasikia nimetiwa nguvu, nimekuwa mkubwa. Amen. Ghafla nikaona teke langu limekuwa kubwa, likanyanyuliwa, likamgonga, akadondoka chini, akazimia. Neno la mwisho alosema tu, lightness, umeniua. Alafu huwezi amini, nilishangilia ndani, nikasema hata nikienda kufungwa gerezani nitafungwa kama Yusufu. Lakini ndani yangu nilikuwa na furaha kwamba nimepigana vita hata kumwaga damu. Amen. Nikikataa dhambi ya zinaa. Amen. Kwa sababu ya damu ya Yesu. Amen. Ambayo ilikuwa nailinda kwenye maisha yangu. Maana mwili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Amen. Tumenunuliwa kwa thamani. Biblia inasema mmenunuliwa kwa thamani. Mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Amen. Ile damu iliyoninunua mimi ikaniokoa. Haiwezi kuja tu kuchanganywa tu na kukaliwa na wanaume. Nilikuwa nailinda na kuitunza. Iweni safi. Isaya 52:11. Nyie mnaobeba vyombo vya Bwana. Nilijaribu kumwelesha kunielewa. Yes. Lakini Yesu Kristo akaniponya. Amen. Nikapona na sikubakwa. Amen. Na kuniweza. Amen. Na kuniingilia. Amen. Hata kama leo yuko ananiangalia, anajua kabisa nilishinda na zaidi ya kushinda. Amen. Na uzuri huyo mtumishi saizi namuona ni najua kabisa ameshatoka kwenye haya mambo, ulikuwa ni utoto na ujinga. Mungu aendelee kumtumia, amtumikie Bwana kwenye nyimbo zake na ainuliwe, ila nilishinda na wewe utashinda. Amen. Sema nguvu ya damu ya Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu. Kuna saa Mungu ataruhusu majaribu. Amen. Kuna saa Mungu ataruhusu vitu. Yes. Lakini anataka apime moyo wako. Amen. Je, unaweza ukapigana kwa damu yangu? Yes. Tunapiganiwa na damu ya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Sasa mkanielewa. Yaani nimekumbuka kwa sababu nakumbuka nilipokuwa naiongea damu ya Yesu kwenye ile jaribu. Na nilivorudi kanisani nikamwambia mchungaji wangu. Of course nilimtext nikamwambia anachokipitia. Kwa hiyo tumesema inaleta ulinzi katika mwili wako huu unalindwa. Afya, familia, biashara na ndoa, hata mahusiano yako. Kwa sababu nakumbuka kipindi hicho nilikuwa na mchumba, lakini alikuwa hajawahi kulala na mimi. Na nilimwambia, nikamwambia mimi na mchumba, kwa nini unanifanyia hivi? Yeye hakujali. Na akaniambia hata mimi na mchumba na nategemea kumwoa hivi karibuni. Yaani ndio alichonijibu. Hata mimi na mchumba na nikamwambia basi tuvunje mauchumba yetu huko, tuunganishe hata uchumba wetu mimi na wewe, tuanze hata urafiki basi. Kabla hata hujaniingilia hivi, hebu tuanzege hata urafiki. Yaani inakuaje hivi? Akasema mimi sitaki kufanya urafiki na wewe. Mimi nataka kulala na Machame. Ila alikutana na Machame ambaye ana damu ya Yesu. Amen. Hajabeba damu ya kimachame. Oh, yes. Amebeba damu ya nani? Ya Yesu. Usiogope vita. Amen. Yesu anajua kupigania watu. Amen. Hata katikati ya moto, hata ukiingia kwa makusudi, akiangalia nia yako, anakuchomoa. Amen. Haleluya. Amen. Mabinti mnanisikia? Amen. Mabinti mnanielewa? Amen. La 4, inaleta upatanisho kati ya mwanadamu aliyeokoka na Mungu. Inatupatanisha. Soma hapo. Warumi 3:25. Warumi 3:25. Damu ya Yesu inatupatanisha. Kitabu cha Warumi sura 3:25. Amen. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani. Unasoma usisome kama unakimbia. Anza. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Ambaye Mungu amekwisha kumweka, yani tayari Mungu alishamweka Yesu. Amen. Awe mpatanishi kwa njia ya imani kwa damu yake. Yani kinachotupatanisha sisi ni ile damu yake. Umeelewa hapo? Kwamba Yesu anatupatanisha kwa sababu ya damu yake. Amen. Sababu kinachotuunganisha sisi na Mungu na kutufanya kuwa wamoja ni damu ya Yesu. Amen.
tunaambiwa alikiondoa kile kiambaza kilichotutenga kati yetu na Mungu. Si mnakumbuka Amen. kwamba Yesu alipokuwa pale kaburini, pazia la hekalu lilipasuka. Unakumbuka? Alafu lilipopasuka, maana kile kiambaza cha katikati kilichokuwa kiliondoka. Alafu tukawa na accessibility ya kuingia patakatifu pa patakatifu. Amen. Kwa kilichopasua kile kiambaza, lile pazia, Edina, usingeweza kuingia rohoni. Ukaanza repo saka yanda inda ramasika kaingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kanambia ewe mwanangu usingeweza, kwa sababu kulikuwa hakuna access kati yako na Mungu, kulikuwa na kiambaza. Ndio maana Agano la Kale walikuwa wanamtumia kuhani kuingia kuwapatanisha. Amen. Na kuhani mwenyewe alikuwa anafungiwa kamba mguuni, kiasi kwamba kama ana dhambi ya aina yoyote, akiingia kuwapatanisha wanadamu kwa damu ya wanyama iliyochinjwa, kama ana dhambi anafia huko, wanamvuta. Sema wanamvuta. Kwa vitu vilikuwa ni vigumu. Ukifanya dhambi unabidi uende na mbuzi kanisani. Nilizini jana mchungaji. Na leo kuna makanisa yanaendaga kusema hivyo kanisani, kuungama. Hatungami kwa watu. Never. Amen. Sema hatungami kwa watu. Hatungami kwa watu. Hilo ni Agano la Kale. Amen. Tunaungama kwa Yesu Kristo. Amen. Kwa njia ya damu ya Yesu. Amen. Hata ukiwa chumbani kwako unaweza kuungama. Amen. Hata ukiwa chini ya uvungu unaweza kuungama. Amen. Hata ukiwa juu ya mti unaweza kuungama. Amen. Hata ukiwa unaogelea baharini unaweza kuungama. Amen. Sababu Yesu anakaa ndani yako. Amen. Akai kwa mtumishi tu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sasa kile kiambaza kikapasuka. Alafu tukawa na uwezo wa kuweza kumsensi Mungu. Amen. Kwa ulikuwa unaenda na kang'ombe kako kanisani, unaenda na kambuzi kako, unaenda na kanjiwa kako, unaenda na unga wako, kwa sababu ni sadaka ya amani, sadaka ya nini? Ya dhambi, sadaka si ya upatanisho. Vilikuwa vitu kama hivyo kipindi hicho. Lakini Mungu akaona sasa ni mzigo. Hebu fikiria sasa hivi ningekuwa nimekuja kanisani. Yule kabeba mbuzi, yule kabeba ng'ombe, huyu kabeba njiwa, huyu kabeba unga, yule kabeba alafu sasa kanisani likajikwa kwa biashara. Pale nje ukifika, mbuzi wanauzwa, ng'ombe wanauzwa, njiwa wanauzwa, kila kitu kinauzwa. Yes. Kwa watu walikuwa wakija kanisani wanabaki kule nje waking'ang'ana kununua vitu vya kuja wapatanisha. Yes. Kama leo ambavyo kanisani tunauziwa vitu. Nisiendelea. Wewe bado unajua kusikiza nini, unaangalia pale. Wanauza nini? Chumvi, mafuta, maji ya kibali, mafuta ya utukufu, maji ya utakaso, mafuta ya kuinuliwa. Unavinunua kwanza. Alafu unakuja navyo kujitakasa kanisani. Mchungaji akiomba inua chumvi yako, kama una kanunue pale. Mimi naelewa. Amen. Mimi naelewa chukizungumza. Amen. Inua maji yako kama una pale. Maji ya amani ya ndoa ni tofauti na maji ya utukufu ya kibali cha kazi. Unainua amani ya ndoa na damu ya Yesu inaimekuja kufanya nini? Unanunua, sema unanunua. Unanunua. Kama ulivyokuwa unanunua mbuzi, ng'ombe, kondoo unaleta. Afu unatumia sasa ya ibada. Ibada ya maji, ibada ya chumvi. Sasa tukatai. Kama ndio ufunuo Mungu aliokupa, endelea. Ila kikubwa wafundisha watu neno. Amen. Maana Yesu Kristo alijiacha kama neno. Akikwambia tumia maji, is up to you. Akikwambia tumia vitu, is up to you, lakini sio kuviuza. Amen. Sio biashara. Amen. Yesu alipoingia hekaluni, unakumbuka alipokuta hizo ng'ombe zinauzwa au mbuzi wanauzwa, hizo pesa zinabadilishwa pale change. Watu wanabadilisha change pale. Alichukua bakora, sema alichukua bakora. Na hiyo hasira. Ingekuwa na Yesu nimemsaidia begi lake wangetuelewa. Akasema what are you doing? Akapindua meza, sema akapindua. Kama leo anavyoweza kuingia kanisa la mtu akakuta maji yanauzwa, Yesu akiingia anapindua. Amen. Chumvi zinauzwa anapindua. Amen. Anasema nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya sala. Amen. Sio nyumba ya biashara. Amen. Haleluya. Amen. Akapindua. Ni kweli zilikuwa ni sadaka. Watu wananunua wanakuja kutolea sadaka. Lakini walikuwa wanafanya biashara kanisani. Yes. Wanafanya biashara kanisani. Na leo vinaendelea makanisani. Biashara zinafanyika makanisani. Yes. Kwa sababu watu wanashindwa kujua ni kitu gani Yesu anakuja kufanya kwenye maisha. Yes. Kwa sasa zile biashara ziliisha.
kwa damu ya Yesu. Amen. Mwana kondoo akaja ndio sadaka. Amen. Yeye ndio kila kitu. Amen. Yeye ndio biashara yetu. Amen. Tukimpokea yeye tuna uzima wa milele. Amen. Tukipokea damu yake tuna uzima wa milele. Amen. Hallelujah. Amen. Sema power. Power. Nasikia raha nyingi. Acheni tu. Leo ni siku ya Yesu. Amefufuka. Amen. Hayupo kaburini. Amen. Sijui unajiona. Yaani ndio maana nimeamua kupendeza. Kiharusi. Angalia usoni. Hayupo kaburini, sivai dera leo. Navaa kiharusi. Sio kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya Yesu. Amen. This is my day. Amen. Of his salvation. Amen. Hallelujah. Amen. Unanielewa? Najua wengi wameenda vijijini. Nishapata message kama 9 hivi za watu ambao waje kanisani na kusaidia. Wacha waende. Siku Pasaka wao. Unafanya bibi yako kuwa Pasaka. Nimeenda kwa baba mama. Na kesho ipo. Kesho ni holiday. So unaona udini ulipo ajabu. Sijui nataka kaonekane kule kanisa lake la zamani. Baba bahasha yake ipo. Haya nenda. Nenda. Acha sisi tuiactivate hapa kwenye madhabahu ya Bwana. Amen. Maana hii damu iliachiliwa kwenye madhabahu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Cha nyingine imesema inaleta nini? Upatanisho. Inakupatanisha wewe na Mungu. Ndio maana ujasiri ulionao ni kwa sababu Mungu ni baba yako. Amen. Sikiliza, Mungu kwetu sio mjomba. Waislamu mpo? Mungu wetu sio dikteta wetu au boss. God is our father. Amen. Ametuzaa kwa mbegu takatifu. Tumezaliwa kwa mbegu yake. Amen. Haijalishi atakayeongea ongea. Mungu ni baba yako. Amen. Sema Mungu ni baba yangu. Mungu ni baba yangu. Labda kama uiamini damu ya Yesu. Kwa sababu sasa hivi ukiwa na damu ya mbwa, wewe si mbwa. Yes. Ukiwa na damu ya nyoka si nyoka. Ndio. Mtoto wa mbwa si mbwa. Ni mbwa. Mtoto wa nyoka si mbwa. Ndio. Mtoto wa Mungu ni nani? Mungu. Sasa shida wanafikia tumezaliwa kimwili. Hiyo ndio shida. Wanadhani alitusukuma leba tukatoka. Sisi ni roho. Amen. I am a spirit. I am a spirit. Sema I am a spirit. I am a My spirit. spirit. Yaani wanajua ni haya macho ameazaa. Ni hizi nywele. Ni hizi hips. My spirit. Amen. Na kama huwezi kuiona roho yangu, huwezi kumuona Mungu. Amen. Tuko rohoni. Amen. Hallelujah. Amen. Siku tukifika mbinguni tutajua, tutamuona uso kwa uso. Amen. Tutamuona nini? Uso kwa uso. Alafu tutaona tunavyofanana naye. Hallelujah. Amen. Tutamuona uso kwa uso. Na 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 na. Karibu mwanangu. Tutamjua tukimuona uso kwa uso. Tutamjua kwa alama za misumari. Na 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 na. Ukifika mbinguni uhitaji uambie huyu ni Paulo. Huyu ndio Isaya. Fibi njoo mwana nikuonyeshe Daudi. Daudi huyo hapa. Martha, njoo muone Esther. Kwa sababu tutakuwa ni roho. Na wao ni roho. Tukiona tunawajua ndio wao. Huyo ndio Mungu wetu. Kwamba tuna akili kama ya Mungu. Tunajua kama Mungu. Mungu hahitaji kujua jina lako, analijua kabla hata hujapewa hilo jina. Anajua wewe ni Fibi kabla hujaitwa Fibi. Kwa sisi tuna nature yake. Sisi ni watoto wa Mungu. Kwa siku tukifika mbinguni, ile miili ya kuharibika itakavyovuliwa, tukavalishwa mwili usioharibika. Huo ndio mwili wa Mungu. Ndio maana tunaitwa watoto wa Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna mtu ananielewa vizuri? Amen. Kwa sababu huo mwili ambao ni sura na mfano wa Mungu, Yes. ambaye ndio mimi hapa naongea. Naongea sio mwili wa nje, ni wa mtu wa ndani ndio anaongea. Amen. Huyo sasa amebeba damu ya Yesu. Amen. Si mtu ana mwili jamani? Amen. Si mtu ana damu jamani? Amen. Huyo wa ndani sasa ndio amebeba damu ya Yesu. Kuna mtu amenielewa vizuri? Amen. Kwa inaleta upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu. Nyingine kutengeneza agano jipya kati ya Mungu na mwanadamu. Inatengeneza agano. Inatengeneza ni jamani? Agano jipya. Kuna agano la kale, kuna agano jipya. Agano jipya ni agano ya kwamba hakuna hukumu ya adhabu. Warumi 8:1. Juu ya hao. Sema hao. Fanya hivi basi mkono. Hao. Jiwekee tena hivi. Hao. Weka hivi na kucha zako za kubondi. Kama wameweka kucha kama zangu, weka hivi wakuone.
Hakuna hukumu ya adhabu. Uwe na kucha hizi, una kucha hizi, weka hivi. Hao walio ndani ya Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho uzima imeweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Amen. Kwa hiyo kwa nini sasa kuna hukumu ya adhabu? Kwa sababu kuna agano jipya. Sisi ni watoto wa agano jipya. Haleluya. Sema mimi ni kizazi cha agano Jipya. Sisi tungefuga mbuzi wapendwa za kutoa sadaka. Tungefuga ng'ombe jamani. Hivi unajua kuna makanisa yanatembelea agano la kale. Yes. Yaani vitu vyao vyote ni vya kikale kale. Yaani hawana upya. Ashukuriwe Bwana. This is a church that we are working in New Testament. Grace. Hallelujah. Amen. Neema imetubeba. Amen. Kwa hiyo sasa inaleta inatengeneza agano jipya kati ya Mungu na mwanadamu. Hilo agano jipya linasema hutakuwa maskini. Amen. Linasema wewe sio mgonjwa. Linasema wewe hautashindwa. Ndio maana akasema nimewapa mamlaka mbinguni na duniani. Nitakanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu shetani. Wakati zamani ulikuwa unakabwa, lakini agano jipya linazuia kukabwa na wachawi. Amen. Kama mtu ananielewa? Amen. Agano jipya. Sasa wewe kama uamini kwenye damu ya Yesu unaweza ukatembea kwenye hofu sana. Na hii damu ya Yesu haihitaji eti mpaka yani wewe ukiokoka you have the access to use it. Amen. Haihitaji mambo mengi. Sema haihitaji mambo mengi. Haihitaji mambo mengi. Soma Marko 14:24. Marko 14:24. Chap basi. Marko 14:24. Biblia inasema akawaambia, hii ndio damu ya agano. Wow. Damu ya nini jamani? Ya agano. Damu ya nini jamani? Ya agano. Imwagikayo kwa ajili ya wengi. Imwagikayo kwa ajili ya wengi. Wengi ni pamoja na nani? Wengi ni pamoja na nani jamani? Na mimi. Ilipomwagika ilimwagikia na kwangu kule Machame. Ikanikuta. Ikaenda Mwanza Fibi ikakukuta. Ikaenda Kirua kwa kina Idi na ikamkuta. Ikaenda mpaka Morogoro kwa kina Musa ikamkuta. Ikaenda mpaka kwa Wahaya, ikavuka ziwa Victoria, ikamkuta Robinson. Huyo hapa. Haleluya. Amen. Kwamba ilimwagika kwa ajili ya wengi. Nani tena mwingine ilienda ikamkuta? Hii ndio damu ya agano. Tumeingia agano na Mungu kwamba sisi ni watoto wake kwa sababu ya damu yake. Na leo tunaisherekea kwamba imeshinda. Amen. Imefanyaje? Imeshinda. Kanisa la kusali. Ili la kwetu hili imeshinda. Amen. Unajua hata sura yako inaonekana kama ni sura ya mshindi. Amen. Sio sura ya walioshindwa. Yes. Kwa sababu imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Ni baada ya mambo yasiyoonekana. Haleluya. Amen. Kwa damu ya agano imetengeneza agano. Wapendwa, Mungu anasema ni Mungu anaishi kama agano. Amen. Anasema kila kitu kitapita lakini maagano yake hayatapita. Unajua covenant ni agreement kati ya mtu na mtu. Amen. Kwa Mungu alipoingia maagano na sisi ya kutulinda, ya kututetea, ya kutupigania. Haya maagano yaliungamanishwa na bondi, covalent bond tuliosoma kemia. Amen. Hiyo covalent sio electrovalent. Covalent imetushikamanisha kama hydrogen na oxygen vinavyoungana na kutoa kitu kinachoitwa maji. Kwa hiyo covalent bond ikanikamata mimi, ikamkamata Mungu, ikaunganisha kwa damu yake pale katikati. Si mnajua vinavyochorwa? Alafu ile damu imenifanya kuwa ndani ya Yesu, Yesu kuwa ndani yake. Niko ndani ya Yesu, Yesu kuwa ndani yangu. Separate me and Jesus because of the covalent bonding that God has. Amen. Tunasoma kemia tupo. Sema covalent bonding. Covalent bonding. Ikachukua hydrogeni ambaye ni mimi. Yes. Ikachukua na oksijeni mbili. Yes. Ambaye ni Mungu. Amen. Ikatengeneza kwa damu ya Yesu. Yes. Ikatengeneza kitu kinachoitwa maji. Amen. Ikawa kiumbe. Amen. Pale nilikuwa lightness. Yes. Pale alikuwa Mungu. Yes. Damu ya Yesu ilipokuja katikati. Yes. Haijamtengeneza lightness. Yes. Haijamtengeneza Mungu mwenyewe. Yes. Ikatuunganisha, ikatufanya kuwa kitu kimoja. Ikapasua kile kiambaza. Ikaunganishwa na Mungu, tukawa kitu kimoja. Na Mungu ni kitu kimoja. Yeye ndani yangu, mimi ndani yake. Ananigusa, anamgusa Mungu. Ananifuata, anamkuta Mungu. Anapigana na mimi, anapigana na Mungu. Kwa sababu mimi na Mungu kwa damu ya Yesu tumeunganishwa. Kitu
kimoja, tunaongea lugha moja, tunaona sawa sawa, tunatii sawa sawa, tunatamka sawa sawa, tunaamuru sawa sawa. Mimi na Mungu ni kitu kimoja. Amen. Kwa nini? Damu ya Yesu. Hiyo ndio kazi Yesu alikuja kufanya. Amen. Ya kumrejesha mwanadamu kwenye nafasi ya Mungu. Amen. Anasema ninyi ni miungu, Zaburi ya 82, na wana wa aliye juu. Amen. Ingawa mkicheza msipojua kuna bondi ya damu ya Yesu iliyounganisha, mtakufa kama wanadamu. Oh yes. Sema sipo tayari kufa kama mwanadamu. Sipo tayari kufa kama mwanadamu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ikanene mema. Ikanene mema. Ikanitengeneze. Ikanitengeneze. Ikaniuishe. Ikaniuishe. Ikaachilie uzima. Ikaachilie uzima. Ikaachilie furaha. Ikaachilie furaha. Ikaachilie amani. Ikaachilie amani yangu. Ndani yangu. Kaingia rohoni mwangu. Kanipa kutulia. Kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zako, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Tuendelee. Inaleta ukombozi na kuvunja kila laana. Inaleta nini? Ukombozi. Na kuvunja kila nini? Kila laana. Kwa mtu asikwambie tuna laana bibi yako. Sikiliza. Sasa, sikiliza. Sio kwamba eti laana hazipo. Na kwamba ukiokoka tu laana inaisha yenyewe. Hapo ndio watu wanapokoseaga. Yaani umepewa sasa mamlaka kwa hiyo damu kuingia na kupambana na hiyo laana. Kabla hujampokea Yesu ulikuwa na mamlaka ya kupambana na laana. Yes. Baada ya kumpokea Yesu, ukiingia kupambana na laana unaingia wewe na Yesu. Amen. Kwa hiyo usipopambana hata kama umeokoka laana itabaki pale pale. Yes. Kwa sababu hujaigusa. Oh yes. Ila ukipambana sasa inakusikiliza, inaondoka kwa sababu sio unaishi bali Kristo anaishi ndani yako. Amen. Sikiliza, Yesu hayupo kaburini. Amen. Hapo niangalie usoni, Yesu hayupo kaburini. Amen. Mimi Yesu wangu hayupo kaburini. Amen. Sikiliza, kila kitu changu kimefufuka. Amen. Tulikufa na Kristo. Hebu soma hapo wa Efeso 2. Ni 2:6 pale, ile tuliosoma juzi siku ile tukakosea. Turudie tena leo. Chap ili waelewe ni wapi mimi nimekaa. Efeso 2:6. Anasema akatufufua pamoja naye. Nyuma anza 4. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema. Kwa mapenzi yake makuu. Kwa mapenzi yake makuu. Aliyotupenda. Aliyotupenda. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Sikiliza, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Ngapi walikuwa wafu kwa sababu ya makosa? Nani alishapita kwenye eneo la kuwa mfu kwa sababu ya makosa hapa? Mimi nilishapita hilo eneo. Sio kama ulishapita. Unakufa kwa sababu ya makosa. Alituhuisha pamoja na Kristo. Sasa Mungu akatuhuisha pamoja na Kristo. Sio sisi wenyewe, sio akatuhuisha. Sikiliza, tuelewe Biblia inavyoongea. Alituhuisha lakini Martha pamoja na Kristo. Amen. Bila Kristo hakuna kuishwa. Yes. Na Kristo ni damu yake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tukawishwa lakini tukiwa na Kristo. Yes. Ndio maana sio unaishi. Niguse sema sio mimi naishi. Mimi naishi. Uhai nilionao. Ninao ndani ya Kristo. Ninao ndani ya Kristo. Ninao ndani ya Kristo. Ninao ndani ya Kristo. Hakuna kitu kibaya kama mlokole ambaye ajui yeye na Kristo ni kitu kimoja. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Amen. Changamoto zikija unaangalia mazingira. Changamoto zikija unaangalia watu. Changamoto zikija unaangalia kanisa. Changamoto zikija unaangalia mume wako. Hapana. Wewe na Kristo naweza mkasawisha changamoto ikanyamaza. Amen. Hata wanafunzi walipokuwa kwenye bahari, changamoto ilipokuja walimwangalia Yesu. Na Yesu aliposimama, hii maiki vipi inapungua sauti? Na Yesu aliposimama akasema peace be still. Yaani upepo ufanyaje? Upepo ufanyaje? Bahari ifanyaje? Iwe shwari. Sema shwari. Shwari. Sema shwari. Shwari. Umeelewa? Amen. Kwa sababu alikuwa na Yesu kwenye chombo. Yes. Kwa alikuwa kumbe tuko na Yesu. Alafu sasa Yesu mwenyewe haogopi upepo. Yesu amelala zake, yani anakoroma. Yesu haogopi mawimbi. Ndio maana anasema mjue sana Mungu wewe na amani ili ndipo mimi atakafanyaje? Haogopi changamoto Yesu. Kwa alipoamshwa tu, Bwana mkubwa akasema peace. Na leo Yesu huyo anaongea peace. Rimasa kanyada, lepase ketereva.
naiachilia damu kwenye madhabahu, naiachilia damu kwenye madhabahu, naiachilia damu kwenye madhabahu, naiachilia damu ya kwanza mpya, naiachilia damu ya ushindi. Mwaka wetu wa ushindi mkuu, tunashinda na zaidi ya kushinda. Nasimama kwenye kona za hii madhabahu, ninamwaga damu, ninamwaga damu, ninamwaga damu, ninamwaga damu, ninamwaga damu kwa kanisa, ninamwaga damu kwa watu wanaonitazama, ninamwaga damu kwa watu wanaoniangalia, ninamwaga damu. Rama seketele sikayo. Ida rama sikayene. Reko sikatara mama. Rema seketele sikaya. Reko sakatara mama. Rima sikayenda mama. Kiji tocha uta kasonina uya Yesu. Hey! Wana Uta
tutakuwa na watumishi wa Bwana, tutaanza moja kwa moja kumsifu Bwana na Mungu akubariki sana. Tutaendelea na ibada nyingine na naamini utazidi kubarikiwa na kumwona Bwana